hapa mmoja mmoja tuwafahamu, lakini tutaelekea katika mazungumzo yetu pia. Wazee, karibuni sana katika studio zetu. Asante. Kwa heshima na taadhima, maana viongozi wa kimila ni watu muhimu sana. Kuna wakati ukiona mitaa imevurugika, basi kuna namna wazee wa mila huwa wanatafutwa kwa ajili ya kuweka mambo sawa. Tuanze upande wa kushoto kwangu hapa. Karibu sana, uweze kujitambulisha majina yako, lakini pia na nafasi yako katika uongozi wa kimila. Karibu sana. Asante sana. Kwa jina naitwa Alfred Ulaya Kayombo. Natokea Lugarawa. Kwa nafasi yangu kama kiongozi wa kimila ni chifu wa wilaya ya Ludewa, lakini pia ni katibu wa machifu wa mkoa wa Njombe. Ndio. Kwa hiyo jitambulisha. Asante. Mimi naitwa Lazaro Minuka. Niko kwenye pande wa mila, lakini mzee wa mila. Maisha yangu yote niko hapa Ludewa mjini, mtaa wa Mkondaji. Ndio, karibu sana na ujisikie huru pia kwa sababu redio iko mtaani kwako pia. Asante. Karibu sana. Kwa kimila tunataka tujadiliane kwa pamoja kuhusiana na mwelekeo wa taifa letu kwa sasa, na tunachokitazama ni uchaguzi mkuu ambao unatarajiwa kufanyika Oktoba 29 mwaka 2025. Lengo ni kupata viongozi ambao watatuwakilisha katika miaka 5 ijayo. Ipi nafasi yenu kama wazee wa kimila katika hili swala ambalo tunalielekea sasa hivi? Nafikiri tuanze na mzee wangu Ulaya hapo. Karibu sana. Mimi kama kiongozi wa kimila, chifu wa wilaya ya Ludewa, tunasimamia au ninasimamia wazee wote wa kimila, waganga wa tiba asili na wazee wote ambao hawafanyi mambo ya mila, lakini ni wazee wa busara na wazee maarufu. Mimi ni kiongozi wao. Ndio. Kwa hiyo kuelekea uchaguzi mkuu, mimi kama ni kiongozi wao mkuu, cha kwanza tumehamasishana, tumekaa vikao mbalimbali kuhakikisha jamii yetu ya Ludewa siku ya tarehe 29 mwezi huu wa 10, kila Mtanzania, kila mwana Ludewa, wilaya yangu ina tarafa 5 na kila tarafa kuna wazee wa kimila tuliowaweka huko wawili ambao kila kata kuna wazee wa 5. Katika wazee hao wote tumepangana katika tarafa zote 5 katika kata zote 27 kuhakikisha wanahamasisha vijana wao na wazee wenzetu. Tunakwenda kufanya uchaguzi, tunakwenda kupiga kura asubuhi na mapema. Na bahati nzuri sisi wazee tumepewa kipaumbele. Tukifika pale ni kupiga kura na kuondoka. Kwa hiyo ninawaasa Watanzania wote na hasa wa wilaya ya Ludewa, kama vikao vyetu tulivyovikaa, tuhakikishe tarehe hiyo tunakwenda wote kupiga kura. Pia ukishapiga kura, tumekubaliana na tushauri watoto wetu, wake zetu, jamii zetu wapige kura, warudi nyumbani kusubiri matokeo. Kwa hiyo kuna sehemu nyingine zina wagombea wa vyama tofauti tofauti. Tumewashauri waende kusikiliza sera zao, wahakikishe wanatokeza kwenye mikutano ili siku hiyo wakaweze kupata kiongozi atakayeweza kuwafaa. Ndio. Kwa hiyo wakishapiga kura warudi nyumbani ili kuepusha maneno ya kisiasa, maneno ya kejeli. Akishapiga kura arudi nyumbani na kuendelea na shughuli zake akisubiria matokeo akiwa nyumbani au sehemu salama. Na siku hiyo tumependekeza watu, kwa sababu ni sehemu, ni tukio muhimu na linatokea baada ya miaka 5.
mambo ya vilevi, ya pombe wanaweza wakapata kwa kiasi, lakini kusiwe na mijadala mikubwa kwenye maeneo ya vileo au ya starehe. Kwa hiyo ili kuleta amani katika nchi yetu, na mimi kama kiongozi wa kimila ninaamini kwa wilaya ya Ludewa ambao wakazi wake ni Wapangwa, Wamanda na Wakisi ninaowaongoza, ninaamini ni wasikivu, tunashirikiana kwa ngoma za asili. Serikali yetu na mkuu wetu wa wilaya anatuunganisha pamoja, tunafanya matamasha pamoja na wanatuheshimu sisi viongozi wa kimila. Ninaamini kwa wilaya ya Ludewa sitakuwa na mashaka yoyote siku ya uchaguzi. Ndiyo. Na nitaendelea nitakapoalikwa kwenye mikutano ya serikali ya mkuu wa wilaya, sehemu zozote zile, kuhakikisha naendelea kuhamasisha, na kwa kupitia chombo hiki huko kinakosikika, ninapohamasisha wa wilaya ya Ludewa, lakini pia nahamasisha mkoa mzima wa Njombe na nchi nzima ya Tanzania, kwani baraza letu la machifu Tanzania tumekubaliana kuhakikisha tunalinda amani na kuhakikisha nchi yetu inabaki kuwa na amani na utulivu. Okay. Sawa. Nakushukuru sana mzee. Kwako mzee Mwinuka, vijana lakini watu wa rika mbalimbali wanawatazama kama mfano, kulingana na umri, lakini pia kulingana na nafasi ambazo mko nazo. Sasa hivi kumekuwa na hali fulani ya watu kuwa na kumekuwa na maneno kwamba mimi sitapiga kura, huyu anatoa sababu zake, lakini kuna wengine ukiwauliza hawana sababu. Una lipi la kuzungumza kutokana na hii hali ambayo imejitokeza? Lakini pia unaweza ukatueleza hata athari za kuto kupiga kura, kwa sababu ninyi ni wazee, mmeishi muda mrefu, na inawezekana kama mtakwenda kupiga kura safari hii ni mara nyingi zaidi kuliko vijana ambao wako sasa hivi. Una lipi la kuzungumza katika hili? Asante mtangazaji. Ili na mimi niweze kuongea yale ambayo kama ni Mtanzania najivunia, kama ni Mtanzania na ni mzee wa mila. Tumetoka mbali tukiwa vijana kama vijana mpaka tumefikia umri huu, umri mkubwa kuitwa wazee. Na washauri wazee wenzangu waliopo ndani ya wilaya hii Ludewa, vijana waliopo ndani ya wilaya ya Ludewa, pia kimkoa wote ambao wako ndani ya mkoa wetu wa Njombe, na washauri waende kwenye vituo vyao walikoandikishia, pia wahakikishe wanapiga kura. Usipopiga kura, ina maana kwamba haki yako wewe umeipoteza. Usije ukalalamika kwamba mimi nilitaka nipige kura nimchague kiongozi fulani au diwani fulani au mbunge au rais. Usije ukaleta malalamiko, lakini haki yako utakapopiga kura ni thamani kubwa kwa miaka 5. Kwa sasa hivi ingawa watu wengi wanasema hatuendi kupiga kura, sio sahihi. Mimi na washauri vijana, nchi ni ya kwenu, wilaya ni ya kwenu, mwende mkapige kura, mchague kiongozi wako ambayo wewe mwenyewe binafsi unayemtaka ili aweze kutuongoza katika taifa hili. Okay, asante sana. Tukirudi